Jambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Baada ya kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran kusema kwamba uranium iliyorutubishwa nchini humo haitaondolewa, Urusi imesema kwa sasa suala hilo la nyuklia la Iran linaweza kutatuliwa kwa kuzingatia maslahi ya Iran. Ilitajwa nyakati fulani kwamba uranium iliyorutubishwa kwa wingi nchini humo inapaswa kupelekwa nchini Urusi, lakini pia Marekani ikishinikiza kwamba hakuna kupelekwa Urusi bali itaondolewa na kupelekwa nchini Marekani. Kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, Ayatollah Mujtaba Khamenei, ametoa kauli nzito ambayo baadhi ya wachambuzi wa mambo wanaiona ni kama vile inaenda kuchochea kutoelewana zaidi kati ya Marekani na Iran. Na kwa sasa Urusi inasema kwamba mpango huo wa nyuklia wa Iran unapaswa uwe kwa ajili ya maslahi ya watu wa Iran. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni wa Urusi, Maria Zakharova, amesema kwamba mgogoro unaoendelezwa na Marekani kuhusu suala la nyuklia la Iran unaweza tu kutatuliwa kwa njia za kidiplomasia na kwa kutilia maanani maslahi ya Iran. Akizungumza katika kikao na waandishi wa habari mjini Moscow, Zakharova alisema kuwa suala la nyuklia la Iran linaweza tu kutatuliwa kwa njia ya kisiasa na kidiplomasia kwa kuzingatia sheria za kimataifa na kwa kuzingatia maslahi ya Iran. Msemaji huyo wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran amesisitiza msimamo mkuu wa Russia kuhusu haki halali na isiyopingika ya Iran kuendeleza shughuli zake za nyuklia kwa malengo ya amani na kwa mujibu wa mkataba wa kuzuia uenezaji wa silaha za nyuklia. Zakharova amesisitiza kuwa Iran pekee ndio inayopaswa kuamua hatima ya akiba yake ya urani katika mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja kati yake na Marekani. Ni wananchi wa Iran wenyewe ambao wanaweza kutoa maamuzi kuhusu haki yao hiyo, ikiwemo suala la urutubishaji urani, ameongeza msemaji huyo wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Russia. Bi Zakharova amesema kuwa Moscow imejiandaa kusaidia mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja kati ya Iran na Marekani na kwamba Russia iko tayari kikamilifu kuzisaidia Tehran na Washington kuchukua maamuzi kuhusu urani iliyorutubishwa. Hata hivyo, wakati huu msuguano pekee uliopo kati ya Marekani na Iran ni kuhusu suala la nyuklia ambalo kwa muda mrefu limekuwa likionekana kama ndio kizingiti na ndio sababu inayosababisha mgogoro kati ya Marekani na Iran. Na hivyo kwa namna moja ama nyingine, wa Iran wamesema uranium yao haiwezi kuondolewa nchini humo na kwamba wapo tayari kwa mapambano, lakini waweze kulinda uranium yao iliyorutubishwa na kwamba hawawezi kuruhusu uranium hiyo iondolewe na kupelekwa katika taifa lingine. Wakati huu mazungumzo yanaendelea na baadhi ya viongozi kutoka nchini Pakistan wapo nchini Iran kwa ajili ya mazungumzo hayo ya kumaliza uhasama uliopo kati ya Marekani na Iran. Awali mpango wa rais wa Marekani Donald Trump na waziri mkuu Benjamin Netanyahu wa Israel ulikuwa ni kuhakikisha wa Iran hawawi na silaha za nyuklia, lakini ni kwa kuondoa uranium iliyorutubishwa hadi 60%, jambo ambalo wa Iran walilipinga kwa muda mrefu, wakisema wao hawana mpango wa kutengeneza makombora ya nyuklia. Lakini ilifikia hatua kwamba Marekani ilikuwa ikitaka ndani ya miaka 20 wa Iran wasirutubishe uranium, na katika majibu baadhi ya taarifa zilieleza kuwa wa Iran walijibu wakisema labda miaka 5, lakini wakikataa kuondolewa kwa uranium yao. Lakini kauli ya mwisho iliyotolewa na kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ni kauli nzito ambayo wengi wanaiona huenda ikamkasirisha sana rais wa Marekani Donald Trump, kwamba uranium iliyorutubishwa nchini humo haitaondolewa kupelekwa taifa la pili na itaendelea kusalia nchini Iran, akieleza kwamba uranium hiyo ni mali ya Iran na si mali ya taifa jingine. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment na usisahau kusubscribe channel yetu hii ikiwa bado hujafanya hivyo. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.